Kitu ambacho mimi naweza nikakuhakikishia tu kuwa mimi sio shabiki wa hii timu nilovaa jezi. Yes, najua ukiniona hivyo jua ni weekend tu, na siwezi kuwa shabiki wa Man U nikawa shabiki wa Liverpool, nikawa shabiki wa Arsenal, nikawa shabiki wa no. Zote huwa ni pigo zangu tu. Ndio maana mimi navaa jezi ya Liverpool, navaa jezi ya Man U, navaa jezi ya Arsenal, navaa jezi ya Lyon, navaa jezi za timu mbalimbali, kwa sababu sipo kabisa kwenye huo ulimwengu. Just naona tu nikivaa hivi nimevaa jezi. Yes. Tuzungumze kidogo. Tunazungumza wakati ulimwengu ukiwa umechuni masikio na macho yameelekezwa kule Islamabad. Awali Pakistani walitoa taarifa wakasema kuwa wameamua kufunga kazi za umma zote zinazohusu kwenye jiji la Islamabad. Wakati wa tangazo hilo, kwanza sikuelewa hii situation. Kwa nini? Mbona ni delegation za kawaida za diplomatic ambazo zinaweza kuja hapa watu wakazungumza na vitu vikaondoka. Unajua, ukichukulia historia, jiji la Islamabad ni moja ya majiji yenye vurugu kubwa zaidi duniani, na harakati za siasa ndani ya Pakistani ziko kubwa sana. Nadhani kwa wale wenye kumbukumbu nzuri mtakumbuka miaka miwili mitatu iliyopita, au naweza kusema miaka miwili iliyopita, kumekuwa na harakati kubwa sana za kisiasa ndani ya Pakistani baada ya Imran Khan kuondolewa kwenye nafasi. Imran Khan anabaki kuwa ndio mwanasiasa anayependwa zaidi, yuko gerezani. Nafasi yake ilichukuliwa kwa nguvu na bunge lilivyoamua kupiga kura ya kutokuwa na imani naye, wakamchagua huyu Shahbaz Sharif ambaye ni ndugu yake yani hawa wote Shahbaz na ndugu yake Nawaz Sharif wote wamekuwa mawaziri wakuu. Kwa hiyo huyu Shahbaz alichaguliwa baada ya kura ya hila iliyofanywa na bunge, ambapo taarifa iliyotolewa na chama cha Imran Khan walisema kuwa Marekani alitia mkono kuhakikisha kuwa Imran Khan anaondolewa kwenye nafasi yake. Sawa, kwa sababu gani? Imran Khan alitajwa kuwa ndio kiongozi wa juu kabisa wa nchi wakati akiwa waziri mkuu wa Pakistani. Ndio mtu wa mwisho kabisa alikutana na Putin kabla ya uvamizi wa Ukraine mwaka 2022. Mtu wa mwisho aliyekutana na Putin alikuwa ni Imran Khan. Kwa Imran Khan akahusishwa moja kwa moja, uhusiano wake na Urusi ndio uliomponza na kukaa pembeni. So toka wakati huo harakati za siasa za ndani za Pakistani ni kubwa sana. Wafuasi wa Imran Khan bado wanaamini Imran Khan anaweza kurudi kwenye nafasi yake, na vurugu zimekuwa kubwa sana kwenye jiji la Islamabad. Sasa ni kama jiji limesimama kwa tangazo la serikali. Zaidi ya askari 5,000 wako mitaani. Barabara zote kubwa zinazoingia katikati ya jiji zimezibwa, zimefungwa. Unajua Pakistani wao wanavyofunga barabara sio kama sehemu nyingine ambapo wanaweka barrier, yani unaweka kizuizi tu, askari wanasimama kuzuia watu wasije huko. No, Pakistani ukizuia hivyo huwezi, wana nguvu, watavunja. Container ya futi 40 zinalazwa katikati ya barabara huku na huku kuzuia watu wa huku wasije huku wala wa huku wasiende huku. Hiyo ndio Pakistani. Kwa hiyo kumekuwa na tangazo likiashiria hiyo hali kuwa ni lazima kuwe na usalama uliovuka kiwango. Sasa kwa wale ambao mnafuatilia huu mkutano, kwa wale mnaofuatilia haya mazungumzo, mtakubaliana na mimi kuwa harakati zinazoendelea ndani ya Islamabad sio za kawaida. Sio za kawaida. Yani ishara inayokupa ya majibu, ni ishara tofauti kabisa. Ishara inayotoa ya mazungumzo ni ishara tofauti kabisa kuwa, yani hapa jibu pekee linalokuja katika meza hii ni wakubwa wamekutana. Yani haya ni mazungumzo ya wakubwa wenye nguvu, kwa sababu labda tujikumbushe mazungumzo kama haya yamefanyika mwaka jana, na mwaka jana mara mbili nadhani yamefanyika mwaka jana. Kabla ya 12 days war tumeona mazungumzo yalifanyika takriban mara 5, yalifanyika mara 4 yalifanyika Muscat, na tuliona uwasili wa kawaida. Arachi anakuja na watu wake 3-4, Marekani wanakuja kina Steve na ndege ya kawaida wanazungumza na wanaondoka. Mara 5 ilifanyika Muscat, mara 1 ikafanyika Rome. Mazungumzo ya pili yalifanyika mara 1 Muscat, mara 2 yamefanyika wapi? Geneva, kwenye ubalozi wa Oman. Uliona zile harakati zilikuwa ni harakati za kawaida kabisa, yani kuwa watu wa kawaida wanaenda kuzungumza. Lakini mara hii kinachoendelea sio cha kawaida. Hii ni ishara tofauti inakupa kuwa kinachokwenda kuzungumzwa ni kitu kikubwa sana, na wanaokwenda kuzungumza ni watu wenye maamuzi,
wanaokwenda kuzungumza ni watu wenye nguvu, na nchi zinazokutana kwenye mazungumzo ni nchi zenye nguvu. Hii ni hatma ya upanga na shingo, ieleweke. Hii ni hatma ya upanga na shingo. Niliposema kabla ya hii vita kuzuka, niliwaambia wakati ule katikati ya mazungumzo, nikasema kuwa nashindwa kusema kuwa wanaenda kufikia mazungumzo, kwa sababu kila nikichungulia yale mazungumzo na vifungu na vipengele vilivyopo kwenye mazungumzo, nilikuwa sioni suluhu. Unatoaje? Yani, kwa sababu niliwahi kuzungumza siku moja, nilikuwa nazungumza na BBC nadhani, niliwajibu nikawaambia hivi, yangekuwa ni mazungumzo ya Marekani na Iran, walikuwa wameshafika mwafaka siku nyingi, kwa sababu Marekani hana madai yoyote kwa Irani. Marekani hakuwa na madai yoyote kwa Irani ya msingi kusema kuwa lazima tuzungumze na Irani kuhusu hili. Tishio ambalo Donald Trump amelisema kuwa Iran ilikuwa inatengeneza makombora kwa ajili ya kufika Marekani ni tishio mpaka leo White House imeshindwa kuthibitisha. Uchunguzi wa kijasusi na mashirika yao zaidi ya 15 ya Kimarekani ya kijasusi, hakuna uthibitisho wa shirika lolote ambalo limetoa uthibitisho kuwa Iran alikuwa anatengeneza nyuklia. Hata IAEA hawajawahi kuthibitisha kuwa Iran alikuwa na nyuklia. Kwa hiyo unaposema madai ya Marekani kwa Irani, hapakuwa na madai. Marekani hakuwa na madai yoyote kwa Irani, isipokuwa Marekani alikuwa amebeba maoni na madai ya Israeli. Kwa hiyo Marekani alikuwa akimwakilisha Israeli kwenye mazungumzo. Yani ndio maana katika kila mazungumzo yalivyokuwa yakiendelea, yani hata pale Irani walipotoa favor ya Marekani kufaidika kwa kiwango kikubwa kama nchi, bado Marekani walikataa. Kwa sababu gani? Hayakuwa yanamfaidisha Israeli. Israeli alikuwa na chaguo moja tu, Irani akubali kujisalimisha kama alivyokubali kujisalimisha Libya mwaka 2003, kama walichokifanya kwa Syria na Iraq miaka hiyo, kuangamiza kabisa uwezo wa nyuklia. Sasa hilo ndio lilikuwa swala ni gumu zaidi kwa wakati huo, kwa sababu Israeli alitaka zero enrichment, kitu ambacho Irani wakakataa. Yani urutubishaji wa urani uende zero, yani manake waue project, waue ile program na yale na vile nini, mitambo, mashine, kila kitu ilipuliwe, iondoke, hakuna kuwa na nyuklia kabisa. Ndio alichotaka, kinyume kabisa na sheria za kimataifa, kinyume na mkataba wa Umoja wa Mataifa, kinyume na sheria ya NPT, kinyume ya IAEA. Irani wakasema hii ni haki yetu, hatuwezi kuitoa kwa mtu yoyote anayefikiria anaweza kuamua hivyo. Lakini Israeli alitaka makombora ya Irani yasiwepo kwenye mazungumzo ya awamu ya pili. Baada ya yale makombora kufanya vizuri kwenye mapigano ya 12 days war, awamu ya pili Israeli akasema hatutaki kabisa makombora. Sasa haya yalikuwa ni madai ya Israeli, sio ya Amerika. Kwa hiyo wakati ule nilisema kuwa hawawezi kufikia makubaliano, kila nikichungulia hawawezi kufikia makubaliano kwa sababu madai yaliyopo mezani sio ya Marekani. Na Irani anazungumza hali ya kuwa anazungumza kama na Marekani kwa kutaka kumpa Marekani kila kitu au kumridhisha Marekani anachokitaka, lakini hataki kumpa Israeli, kwa sababu Irani walifahamu kabisa kuwa hii kesi sio yake hii kesi kainunua tu kujifanya kuja kukaa kwenye meza, lakini hii kesi sio yake. Kwa hiyo Irani wakawa wanacheza mchezo ule ule wa kuhakikisha kuwa ngoja tuone mpaka mwisho itakuwaje. Nilisema wakati ule Marekani anakataa ofa ambayo huenda akaja kuitafuta na asiipate, au ataikataa aende akatafute apate kikubwa zaidi, atumie nguvu. Kuna mawili, apate akose. Marekani akatumia nguvu, kapoteza. Ukimsikia Profesa Jiang anachokisema, haya mazungumzo, huu mkutano sio mazungumzo ya amani au mazungumzo ya kusema sijui nani anataka kupata nini. Anasema haya mazungumzo ni kujisalimisha kwa Marekani, kusarenda kwa Marekani. Donald Trump ukimsikia kwenye vyombo vya habari anasema kuwa tutaufungua mfereji wa Hormuz. That the same narrative. Yani kila siku hiyo hadithi anaizungumza. Kaishaomba msaada wa NATO. Juzi alikutana na Mark Rutte. Mark Rutte ni bosi wa NATO. Akamwambia, sikiliza Rutte, kawaambie wenzako kama hamtaki kuungana na mimi na hili mtajuta wenyewe. Kwa hiyo amewapa muda maalum NATO watathmini ima wanarudi kumsaidia. Sasa haieleweki. Trump yuko kwenye meza anataka amani, halafu nyuma tayari anakusanya silaha, kama vile anavyosema kuwa tunakusanya silaha zetu zilizo bora zaidi, nzuri kuzidi tulizokuwa nazo mwanzo, na mazungumzo yakishindikana tutarudi kuishambulia Irani kwa kiwango ambacho hawajawahi kuona. Hii hadithi wewe hujawahi kuisikia? Hii simulizi wewe hujawahi kuisikia? Hebu kuna wakati huwa najiuliza, na hili nimeisha lizungumza na nyinyi mara kadhaa, kuwa hivi Marekani ijayo ya vikosi vijavyo na silaha zijazo ni bora kuzidi Marekani iliyokuwepo kwanza?
Hebu tuacheni unafiki. Marekani ijayo ni bora. Yani Marekani inayokuja mafungu mafungu imesambaratika, Marekani inayokuja imejeruhiwa, Marekani ambao wanakuja wapiganaji bila kuwepo kwenye kambi, Marekani ambayo haina uwezo wa ulinzi wa kujilinda, mpaka inaomba hadi nchi iliyo Poland. Marekani iliomba Poland iende ikachukue mfumo wake ule wa ulinzi wa Patriot, wa uhamishio, wa urudishe hapa. Poland wakamwambia, sikiliza, ulishatuuzia na huu ni mfumo wetu, ukitoa sisi tunajilinda na nini? Na tuko jirani na nchi ya Ukraine, hapa kuna vita. Je, wakitugeuka huku na hali ikabadilika, sisi tunajilinda na nini? Sisi hatukupi huu mfumo. Marekani anaenda kuomba mfumo wa ulinzi wa anga wa Poland. Marekani anaomba mfumo wa Japani aliowauzia, anaomba mfumo wa Korea. Jamani, nileteeni hii mifumo hapa inisaidie kuja hapa. Huyu Marekani ndio anakuja, Trump anatuaminisha kuwa sasa wanapeleka jeshi bora sana ambalo litakuja kufanya mabadiliko. Na wauliza swali dogo tu, Marekani aliyekuwa awali, ambaye alikuwa na kambi zilizokuwa zinafahamiana kwa muda mrefu, kambi za kutosha na askari wa kutosha, akaongeza meli 2 kubwa kabisa zenye uwezo mkubwa na wanajeshi wa kutosha na vifaa vya kutosha, akaanzisha vita, kila kitu kikasambaratika, zile meli zote 2 hazipo, kambi za kijeshi za Marekani zimevurugika nje ndani, wanajeshi wengi wa Marekani wamerudishwa Marekani, wanajeshi waliopo wachache kwenye kambi na wanajeshi wengi hawaishi kwenye kambi, wanaishi kwenye makazi. Trump anatuambia anakusanya kikosi upya kukileta hapa. Mzee, nguo zako, nadharia, nguo zako zikichukuliwa na chizi huwezi kumkimbiza. Huwezi, wewe utadhalilika tu. Muache, subiri mtu atayepita bana, hebu niazime hiyo taulo, angalau ujifunge taulo. Lakini muungwana akivuliwa huchotama. Hiyo ndio kawaida, yani ndio ilivyo. Unachotama kwa sababu ukilazimisha kuwa unataka ukimbiza, wewe utaonekana kituko. Marekani akubali akatae kuwa hayuko sawa, hata kama watarudi tena kuanzisha mapigano. Leo hii nilikuwa nasoma gazeti la Israeli la Haaretz inatoa tathmini, inasema kuwa tathmini iliyofanywa hivi karibuni inagundua kuwa Irani bado wana hazina kubwa sana ya makombora na ndege zisizo rubani za kutosha, ziko kwenye hifadhi zao za chini ya ardhi, yani kwenye kambi zao za kijeshi ambazo ziko kwenye majabali na ziko chini ya ardhi, yani wanazo za kutosha. Hiyo ni tathmini ya gazeti la Israel la Haaretz. Lakini kuna kitu ambacho leo kilinifikirisha pia, kilikuwa kimeandikwa na gazeti la Kihebro la Yediot Ahronoth la Israeli. Inasema kuwa baada ya yaliyotokea kwenye mzozo huu hapo Mashariki ya Kati, tathmini ya Warabu kuhusu kuelekea Israeli imebadilika kwa kiwango kikubwa sana. Leo hii ile gazeti lilivyoandika linasema kuwa nchi za Kiarabu ambazo zilikuwa tayari zinaelekea kuanzisha uhusiano na Israel kupitia mkataba wa Abraham. Mnamjua mkataba wa Abraham, ambao mkataba ule ulianzishwa na Donald Trump wa awamu yake ya kwanza na uliandikwa na huyu Jared ambaye anajifanya yuko kwenye mazungumzo, ambaye anawakilisha Uzayuni moja kwa moja, yeye na Steve Witkoff. Jared aliandika, ambapo mkataba ule ndio uliomsainisha UAE akageuka kuwa Mzayuni, Morocco akafungwa mdomo wake haongei lolote, alafu Bahrain hawa walijiunga. Sasa ule mkataba ulikuwa tayari umeanza kunuswa kwenye baadhi ya nchi. Saudi Arabia walikuwa dakika za mwisho mwaka 2023 Saudi Arabia walikuwa wanaelekea kusaini Abraham Accord wao na Israeli. Kama kumbukumbu zenu ziko sawa, hotuba aliyoitoa Mohammed bin Salman kwenye mkutano wa UNGA 78 Marekani mwaka 2023 mwezi Septemba, alitoa hotuba. Baada ya ile hotuba, alivyohojiwa na ABC News nadhani au Fox News, vyombo vya habari vya Marekani vilimuuliza kuhusu maendeleo yenu ya kuanzisha uhusiano na Israeli. Kwa kauli ya Mohammed bin Salman, MBS, Crown Prince wa Saudi Arabia, alisema uyania, tupo karibu sana kuanzisha uhusiano. Kama isingetokea shambulizi la Hamas la Oktoba 7 kwenda kwa Israeli na kuzuka kwa ile vita, hivi sasa tunazungumza kuwa Saudi Arabia ingekuwa ni moja ya nchi pia ipo kwenye mkataba wa Abraham. Saudia ingekuwa sehemu ya Abraham Accord. Kwa nini Saudia walirudi nyuma baada ya ile vita kuanza? Maoni ya umma ya ndani yakawa kinyume na maoni ya mamlaka inavyotaka. Kwa hiyo Saudi Arabia walirudi nyuma kutokusaini ile agreement ya Abraham Accord kwa sababu ya vita vilivyotokea. Sasa leo hii tathmini ya Yediot Ahronoth, gazeti la Kiebrania la Israeli, inatathmini kuwa Warabu ambao walikuwa wameonyesha ishara ya kutambuana na Israeli wamerudi nyuma. Na sasa gazeti hilo linaandika kuwa
haiepukiki mabadiliko ya kuwalazimisha Waarabu kuzungumza na Iran. Yaani haiepukiki hivi sasa nchi ambazo zilikuwa zinamuona Iran ni adui kuzungumza naye. Unajua hii toni inafanana na toni gani? Hii toni inafanana na ile toni Donald Trump alivyorejea mara ya pili kukata usaidizi kwa Ukraine, halafu hali ikawa ngumu, wazungu wakaona kuna tishio la moja kwa moja wao na Urusi. Nchi za kizungu zilibadili toni, zikaanza kusema kuwa zinapaswa sasa wakati wa kuzungumza na Urusi, na hata Ujerumani akasema tunaweza tukaanzisha mazungumzo. Kama mnakumbuka kauli ya Macron aliyoitoa, akasema kuwa Ufaransa inataka izungumze na Urusi. Ni kauli iliyotolewa na Giorgia Meloni, waziri mkuu wa Italia. Akasema hivyo hivyo kuwa Italia inapaswa kuzungumza na Urusi. Urusi ikafungua meza ikasema mnataka mazungumzo, njoni tuzungumze. Kama huwezi kupambana naye, ungana naye. Ndio jibu liko hivyo. Sasa gazeti la Israel lenyewe linathibitisha kuwa tathmini hii inaenda kufanya mabadiliko makubwa, kuwa utegemezi wa kiusalama na tishio la kiusalama au nguvu Irani alizozionyesha katika kipindi hiki inawalazimisha hawa wa majirani kuwa ni lazima tuzungumze naye, lazima tuishi naye kwa amani, kwa sababu ukweli kumpiga hatuwezi, kupambana naye hatuwezi, kwa hiyo ni lazima tuungane naye. Kwa hiyo haya mazungumzo ya Pakistan ni mazungumzo ambayo yanakuja kuchora upya dunia. Ima wafike kwenye mazungumzo, mchoro mpya wa dunia utokee na mabadiliko makubwa yatatokea Mashariki ya Kati. Ima hawataki warudi kwenye vita, atayesalimu amri baada ya hapo ndio atakuja kuwa mkubwa. Usisahau Uingereza alipoteza Middle East na kupoteza nguvu yake kubwa ya kuimiliki dunia kutokea Middle East baada ya kupoteza mfereji wa Suez Canal mwaka 56. Yeye na Ufaransa waliuteka ule mfereji. Marekani akawahini, akaja nyuma yao, akatumia jukwaa la Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na nchi zingine kuhakikisha kuvunja nguvu za hawa nchi za Ulaya ambazo zilikuwa zina nguvu, Ujerumani na Uingereza. Wakashindwa kwenye njia ya diplomasia, sio kijeshi. Hawakushindwa kijeshi, walishindwa kwenye njia nyingine ya kidiplomasia, wakapoteza. Uingereza mpaka leo akaipoteza Mashariki ya Kati, na fedha iliyokuwa ikitumika wakati huo ilikuwa ni fedha ya Uingereza, ikapotea. Uingereza akapoteza Middle East. Marekani anarudia makosa yale yale, na Uingereza wanakuwa mashahidi wa lile ambalo Marekani aliwafanyia. Siwezi kusema wanaunga mkono hili, lakini wanakumbukumbu kuwa aliyewatoa pale alikuwa ni Marekani. Mara hii wako upande gani? Watajua wenyewe wako upande gani. Lakini ninachotaka kukuambia kuwa mazungumzo yanayokwenda kufanyika Pakistani, mazungumzo ambayo yatakuja kutoka Pakistani ni mazungumzo ambayo yanakuja kuchora upya ulimwengu. Mazungumzo yataochora upya ulimwengu, lakini zama zimebaki kuwa zama. Hakuna nguvu inayodumu, hakuna nguvu inayobaki milele, na hii ndio ishara ambayo iliyo wazi kabisa kuwa kabali aliyopigwa Marekani kwenye haya na Irani katika hii vita bado amenasa. Wakitaka warudi kwenye vita, baadaye tutajua nani mkubwa, lakini Marekani hana chake. Ni lazima akubaliane kunusuru kidogo anachobaki kukimiliki, au arudi apoteze zaidi. Jamani, niwashukuru sana na asanteni. Wacha tusubiri, muda utatupa majibu, kwa sababu ndio kwanza tunaanza sasa hivi kupata mazungumzo na tetesi ndogo ndogo tunaweza tukaanza kuzisikia kwenye haya mazungumzo. Asanteni, niwashukuru sana. Inshallah mara nyingine.